Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana katika jiji la Mwanza kwa tukio muhimu sana la ufunguzi wa Vijana Platform ambayo inahusisha vijana kutoka katika makundi mbalimbali ikiwemo vijana wanaojishughulisha na shughuli za ujasiriamali, usafirishaji wakiwemo bodaboda, vijana kutoka katika vyuo vikuu wanaojishughulisha na uuzaji wa vyakula, wavuvi, wamachinga na wengineo. Mkoa wa Mwanza ni miongoni mwa mikoa yenye nguvu kubwa sana ya vijana hasa katika shughuli za kiuchumi. Na kama takwimu zinavyoonyesha na vijana zaidi ya milioni 1.4 wanaopatikana katika mkoa huu. Lakini wengi wamejikita katika sekta za biashara, uvuvi, utoaji wa huduma lakini pia ubunifu. Hivyo uzinduzi wa jukwaa hili ni hatua muhimu sana katika kuunganisha nguvu kazi ili tuunganishe na fursa waweze pia kuzitumia. Ndugu vijana, serikali ya awamu ya 6 imeweka vijana katikati ya ajenda ya maendeleo ya taifa. Na ndio maana tarehe 10 Januari mwaka huu 2026 jijini Dar es Salaam tulizindua jukwaa rasmi linalojulikana kama Vijana Platform, ikiwa ni mfumo wa kitaifa wa kuwasikiliza, kuwahusisha lakini pia kuwawezesha vijana katika masuala ya ajira, ujasiriamali, ubunifu, teknolojia pamoja na uongozi. Tofauti na mifumo ya zamani ambayo inakuwa na mipaka ya kijiografia au kitaasisi, Vijana Platform ni jukwaa linalounganisha vijana kutoka makundi mbalimbali kama nilivyotangulia kuyasema hapo mwanzo, lakini wale walioko katika sekta rasmi na wale pia ambao wanapatikana katika sekta ambazo sio rasmi, ili wote kwa pamoja waweze kushiriki katika mijadala ya kimaendeleo, lakini pia wapate fursa na taarifa zinazoweza kuwasaidia na washirikiane moja kwa moja na serikali pamoja na wadau wa maendeleo katika kutatua changamoto za vijana. Mheshimiwa Rais alieleza maono yake na malengo yake kuhusiana na swala zima la vijana. Akiwa anafungua bunge la 13, alisema kusudi lake ni kuwafanya vijana wasiwe tu watazamaji, lakini wao washiriki katika kubuni, katika kutoa maoni, lakini pia katika kuandaa program, sera na mabadiliko ya kisheria ambayo yanaweza kustawisha uchumi wao, lakini pia na masuala yao ya kijamii. Malengo makuu ya Vijana Platform ni kwanza kupanua ushiriki wa vijana katika mipango ya kimaendeleo, lakini kuweka daraja la mawasiliano ya moja kwa moja kati ya serikali na vijana na kuunganisha vijana na fursa za ajira, mitaji pamoja na ubunifu. Lakini muhimu zaidi ni kujenga kizazi cha vijana kwenye uongozi, uzalendo na maadili na kubadili changamoto za vijana kuwa fursa za maendeleo. Kusudi letu kama Wizara ya Maendeleo ya Vijana ni kuwaondoa vijana katika fikra na mitazamo ya kuamini kwamba wao ni tatizo na kugundua kwamba wao ni suluhisho la taifa hili. Kuondoa mtazamo wa watu kuhusiana na vijana kwamba ni watu wanaoleta changamoto na kuwaweka katikati na kuwafanya kuwa suluhisho la kudumu katika matatizo yanayotukabili. Taifa la Tanzania haliwezi kwenda mbele bila ushiriki wa vijana wa uhakika kama tunavyofanya hivi leo. Ndugu vijana, kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, vijana wenye umri wa miaka 15 mpaka 35 ni takribani vijana milioni 20.6, ambao ni sawasawa na 35%, lakini pia ni sawa na theluthi moja ya Watanzania wote. Takwimu hizi zinaonyesha wazi kwamba mustakabali wa taifa hili unategemea nguvu, maarifa, lakini pia ubunifu wa vijana. Katika nguvu kazi inayozalisha katika taifa letu, 55% ni vijana kati ya miaka 15 mpaka miaka 35. Ukiangalia kwa takwimu za nchi za Kiafrika, Tanzania ni moja kati ya nchi ambayo ina kundi la watu wengi wenye umri mdogo. Tunatanguliwa na Niger, lakini sisi ni wa pili. Wastani wa umri wa Tanzania ni miaka 17. Maana yake Tanzania ni taifa la vijana. Kwa sababu hiyo, ndio maana Mheshimiwa Rais ameelekeza mara kadhaa kwamba jambo lolote litakalofanyika lazima pia vijana wawe ni sehemu ya muhimu ya kufanya maamuzi, lakini pia ya kupanga mipango. Ndio maana hata katika uandaji wa dira yetu ya mwaka 2050, miaka 25 ijayo, maoni ya vijana yalichukuliwa kwa uangalifu, lakini kwa umakini na yalizingatiwa, kwa sababu dira hii ni dira ya vijana pia. Na wiki chache zilizopita tulikuwa bungeni tukawa tunajadili mpango wa miaka 5 wa nchi yetu. Katika wasilisho
zilitangazwa rasilimali 10 zinazoweza kuondoa taifa letu hapa tulipo na kutupeleka mbele zaidi. Ukiacha ardhi, ukiacha madini tuliyonayo, ukiacha uoto wa asili, ukiacha kila kitu tulichonacho, rasilimali mojawapo ilitajwa kama rasilimali rasmi kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu ni vijana wa nchi ya Tanzania. Kwa maneno mengine, hatuwezi kuendelea mbele bila kuwafanya vijana kuwa sehemu ya muhimu ya mipango na maendeleo yetu. Ndugu vijana, napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maono yake makubwa kuhusiana na maendeleo ya vijana. Uamuzi wake wa kuunda Wizara ya Maendeleo ya Vijana chini ya ofisi yake unaonyesha dhamira ya serikali ya kuyaweka masuala ya vijana katika kipaumbele cha juu. Sambamba na hilo, alitoa ahadi. Ndani ya siku 100 alikuwa na ahadi 13 ambazo alikusudia kuzitekeleza. Ukisoma zile ahadi 13, ahadi 6 zilikuwa zinagusa maisha ya vijana, ambao ni takriban 46% ya ahadi zote. Kwa maneno mengine, katika siku 100 za utumishi wake ofisini, ni takriban siku 46 alikuwa anashughulikia masuala ya vijana. Tumeona katika siku hizi 100 aliahidi ajira za vijana 12,000 kwa wanaoshughulika na sekta afya 5,000 na 7,000 katika sekta ya elimu. Ajira zilitangazwa, ajira zilitoka, na tayari wako watu vituoni ambao tayari wanaendelea na kazi. Hii ikiwa ni awamu ya kwanza ya utimizaji wa ahadi hiyo. Lakini pia kwa sababu ya kuendeleza ujuzi wa vijana, serikali ilidhamini takriban vijana 5,000 kwa kwenda katika mafunzo ya ufundi na ustadi katika vyuo vyetu vya kimaendeleo, ambapo wanafunzi wao walishakwenda katika vyuo hivyo, ikiwa ni sehemu pia ya kuona tunaongeza idadi ya vijana wenye ujuzi pia. Lakini wiki iliyopita ulisainiwa mkataba wa ushirikiano kati ya Wizara ya Elimu pamoja na wamiliki wa viwanda na sekta binafsi ili kuwawezesha vijana walioko mashuleni na mavyuoni wapate nafasi ya kwenda kufanya mazoezi ya vitendo kwenye makampuni na mashirika ya sekta binafsi kwa utaratibu ambao serikali itauandaa, ili tuondoe ile changamoto ambayo kijana anapotafuta kazi anaulizwa uzoefu. Sasa tunataka tumtengenezee kijana uzoefu akiwa bado yuko chuoni, ili swali hilo liondoke katika masuala ambayo vijana wamisha. Juhudi hizi zote zinafanywa na serikali ikiwa ni sehemu pia ya kuondoa changamoto ambazo vijana wamekuwa wakizizungumza, na Mheshimiwa Rais ameagiza kwamba changamoto hizi zibadilishwe na kuwa fursa, na kama kuna sera au sheria inatakiwa kubadilisha ili kutengeneza mazingira mazuri ya vijana, ameagiza ifanyike hivyo, na sisi wasaidizi wake tutasimamia jambo hilo. Lakini pia Mheshimiwa Rais aliahidi kutenga shilingi bilioni 200 kwa ajili ya kuwezesha wajasiriamali wadogo, wakati, lakini pia na makampuni changa yanayoitwa startups. Fedha hizo ambazo zilikwisha tolewa na tulikabidhiwa Wizara ya Maendeleo ya Vijana kwa ajili ya uratibu, zimeelekezwa katika sekta maalum na katika wizara ambazo zinatekeleza miradi mbalimbali ya vijana. Na hapa nimekuwa nikipata sana hili swali nikiulizwa, hizi fedha ziko wapi? Naomba nitoe ufafanuzi kwamba vijana ni jambo la kimtambuka. Vijana wanapatikana maeneo mbalimbali. Wako vijana wavuvi, wako vijana wanachimba madini, wako vijana wanalima, wako vijana wanafanya biashara, wako vijana wanamiliki viwanda. Ili kuweka ufanisi katika kuwafikia vijana hawa katika maeneo haya tofauti tofauti, fedha hizi zimeelekezwa katika wizara za kisekta, ili kila kijana kulingana na ambacho anataka kukifanya aweze kupata fedha hizi kupitia katika maeneo hayo. Nitazitaja wizara chache ambazo fedha hizi zimekwenda, ili wale ambao wana dhamira na nia ya kupata fedha hizi waweze kuzifuatilia, na sisi kama serikali kuanzia ngazi ya wilaya, mkoa, lakini pia kama wizara tutaendelea kutoa usaidizi kila unapohitajika ili kuhakikisha vijana wanazipata fedha hizi. Kwanza tunayo Wizara ya Madini ambako zimepelekwa fedha kwa vijana wanaojishughulisha na uchimbaji mdogo wa madini kupitia kwenye program maalum ambayo inajulikana Mining for Better Future, for Better Tomorrow. Lakini pia ziko fedha zimepelekwa Wizara ya Maendeleo ya Jamii zinazolenga wajasiriamali wadogo wadogo ambao zinatolewa kwa ushirikiano wa benki zetu pia. Lakini pia ziko fedha zimepelekwa kwenye Wizara ya Kilimo kwa vijana ambao wanataka kujishughulisha na shughuli za kilimo. Ziko fedha zimepelekwa katika wizara hiyo. Ziko fedha zimepelekwa katika Wizara ya Uvuvi na Mifugo kwa ajili ya vijana wanaojishughulisha na masuala ya uvuvi, lakini pia na masuala
ya mifugo. Ziko zingine zimepelekwa kwenye Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, na mmesikia hapa juzi walitangaza, kwa mfano wale ma content creator wana fedha zao ziko kule, wanaoshughulisha na vyombo vya habari, online media, na wasanii kwa ujumla wake, fedha zao zimepelekwa. Na niliona tangazo limetoka kwamba vijana wajiandikishe kupitia ofisi za wakuu wa wilaya. Ninaamini vijana wa Mwanza mmefanya hivyo, kwa sababu tayari kuna mtu mmoja nilikuwa Mtwara, akawa ananiambia ameitwa kwenye interview kwa ajili ya kwenda BASATA kwa ajili ya jambo hilo. Kwa kama wewe una fall kwenye hiyo category, jitahidi uweze kutumia fursa na uweze kuzipata. Lakini ziko fedha zimepelekwa kwenye viwanda na biashara kwa ajili ya vijana wanaotaka kujishughulisha na viwanda, wanaotaka kuanzisha biashara, na maono ya Mheshimiwa Rais ni kutengeneza vijana ambao watamiliki uchumi kupitia uzalishaji wa viwanda, aidha iwe ni kutengeneza vitu au uchakataji na kuongeza thamani katika bidhaa. Lakini ziko fedha pia zimepelekwa Wizara ya Mawasiliano kwa ajili ya vijana wanaoshughulisha na mambo ya tehama. Kama unashughulika na masuala yanayohusiana na tehama, ziko fedha pia zimepelekwa kule pia. Kwa niliona niliseme hili ili pia tuweze kupata ufahamu na tuweze kuelewa tunawezaje kuzipata fedha hizi. Kama nilivyosema, taarifa tutaendelea kuzitoa sisi kama wizara, lakini ukipata mkwamo wote mahali popote, na leo nitaomba zile namba zetu zitangazwe. Tuliweka utaratibu wa kuwa na namba za moja kwa moja unaweza kutupigia wizarani na sisi tutakuhudumia, ili pale unapokwama tuweze kukusaidia utoke katika huo mkwamo. Na namba hiyo hautumii fedha yoyote, utapiga bure na tutakuhudumia sisi kama wizara, na ukitaka kuongea na mimi pia tutazungumza ili tuweze kutatua changamoto zetu kama vijana. Na kwa mwelekezo wa Mheshimiwa Rais ambao na mimi nimeendelea kuyasimamia, ameagiza kwanza kuwe na uwazi katika upatikanaji wa taarifa. Naomba nitumie jukwaa hili kutoa wito kwa viongozi wote ambao wamepewa dhamana ya kusimamia na ya kutoa taarifa kuhusiana na fedha hizi. Huko nyuma kumekuwa na changamoto, taarifa zinawafikia vijana wachache na wanaofaidika pia wamekuwa ni wachache, wakati mwingine ni wale wale. Tunataka jambo hilo lisijirudie, taarifa zitolewe kwa makundi yote ya vijana na hakikisha kila kijana anapata taarifa. Lakini pia usiwe na upendeleo wa namna yoyote yule inapotolewa fedha hizi. Kijana yoyote akitimiza sifa, akiweza kukidhi vigezo kama ilivyoelekezwa, anatakiwa pia awe mfaidika, kwa sababu fedha hizi ni za Watanzania na ni za vijana wote, bila kujali itikadi, bila kujali wako wapi na bila kujali wanafanya nini. Kila kijana Mtanzania ana haki sawa katika upatikanaji na matumizi ya fedha hizi. Pia sisi kama Wizara ya Maendeleo ya Vijana tunaongozwa na falsafa 3. Falsafa ya kwanza ni kufanya mambo yetu kwa kasi. Tunajua fursa huwa zina muda. Tunapochelewa kuwahudumia vijana, manake fursa huwa zinapotea. Ndio maana moja makubaliano tumekubaliana na kwa maagizo ya Mheshimiwa Rais pamoja na taasisi za fedha ni kuondoa vikwazo vinavyofanya vijana washindwe kupata pesa pale zinapokuwa zimetolewa. Na tayari taasisi za fedha zimeelekezwa na wako hapa kupitia upya masharti yaliyoko, kupitia upya vigezo vilivyopo, ili vigezo vyote vinavyotumika vio vigezo ambavyo vinaweza kumsaidia vijana kupata huduma ya kifedha bila kuchelewa, lakini bila kukwamisha pia. Lakini falsafa yetu ya pili, tunataka wizara yetu iwe ni wizara inayofikika, vijana waweze kuifikia. Ndio maana tangu nimeteuliwa kama waziri katika wizara hii, nimejitahidi kuwatembelea na kuwafuata vijana waliko. Nimetembea masokoni, nimetembea stendi, nimetembea katika vijiwe vya bodaboda, nimetembea kwa wavuvi na wakulima, nimeenda kuwasikiliza. Na ni kutokana na maono yao hayo na maelezo yao, ndio maana leo tuko hapa, kwa sababu walisema tunahitaji jukwaa ambalo tutakaa pamoja na tuzungumze, serikali tusikilize na kisha itekeleze yale ambayo tumeyasema. Kwa hiyo tunataka viongozi ambao tunafikika. Na mimi nimewaelekeza pale wizarani kwamba yoyote anayefanya kazi katika Wizara ya Maendeleo ya Vijana, wewe ni mtumishi wa vijana, wewe sio bosi wa vijana. Maanake vijana ndio watakao kutuma, vijana ndio watakao kuelekeza, na vijana ndio ambao watakuambia wanahitaji nini. Lakini pia tutajitahidi kutumia teknolojia katika shughuli zetu tunazozifanya. Ndio maana tumejitahidi kila wakati tunapopata fursa ya kuwafikia vijana wengi kupitia teknolojia, tumefanya hivyo ili tuhakikishe kila kijana ambaye anatumia simu yake anaweza pia kupata nafasi ya kushiriki katika shughuli mbalimbali zinazohusiana na vijana. Katika kutekeleza falsafa hizi zilizosema, tulianzisha dawati maalum linalojulikana kama Vijana Call Center, ambalo linapokea maoni, changamoto, lakini pia mapendekezo kutoka kwa vijana.
na kama nilivyoeleza awali, watatoa matangazo hapa ili kijana uweze kujua namna gani unaweza ukashiriki katika hili kwa kupiga simu au kuandika barua pepe ili uweze kuchangia katika utekelezaji wa programu ambazo tunazifanya. Kupitia mfumo huu, vijana wataunganishwa moja kwa moja na maafisa maendeleo ya vijana katika mikoa na halmashauri husika ili kupata msaada wa kitaalamu na taarifa za fursa. Ndugu vijana, ni muhimu kuelewa kwamba Vijana Platform sio mbadala wa baraza la vijana, bali ni jukwaa la ushiriki mpana wa vijana. Jukwaa hili linalenga kuwafikia vijana wengi zaidi, kusikiliza sauti zao na kuunganisha na fursa. Kwa upande mwingine, Baraza la Taifa la Vijana ni chombo rasmi cha uwakilishi kinachoratibu na kuwasilisha maslahi ya vijana katika ngazi za maamuzi kwa mujibu wa sheria. Vyombo hivi viwili vinakamilishana katika kuhakikisha vijana wanapata sauti na uwakilishi unaostahili kwa kusikia mawazo yenu, kuyajenga pamoja, lakini kuunganisha na fursa ili kuzifikia ndoto zenu. Kwa uanzishwaji wa Vijana Platform unaenda sambamba pia na kuuisha mchakato wetu wa kuunda baraza rasmi la kisheria la vijana litakalotoa uwakilishi mpana kwa vijana wetu kisheria. Kupitia Vijana Platform mkoani Mwanza, nachukua nafasi hii kuzielekeza sekretarieti za mikoa na halmashauri zote nchini kuendelea kutenga bajeti kwa ajili ya shughuli za maendeleo ya vijana katika maeneo yao. Hii itasaidia kuendeleza utekelezaji wa majukwaa haya katika ngazi ya mkoa na wilaya. Vile vile ni muhimu kushirikisha wadau wetu wa maendeleo waliopo katika maeneo yenu ili kuimarisha ushirikiano, lakini pia kuimarisha mahusiano. Naomba nichukue fursa hii kutoa wito tena. Serikali kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais alielekeza kuundwa sheria ambayo ilipanua wigo wa kila taasisi ya umma kutenga 30% katika manunuzi yake kwa ajili ya makundi maalum yanayojulikana kama special groups, ambayo yanashughulika na vijana, watu wenye ulemavu, wazee, lakini pia na kundi la wanawake. Katika 30% ya manunuzi, 10% imetengwa kwa ajili ya vijana peke yao. Serikali inatumia zaidi ya 65% ya bajeti yake ya kila mwaka kwa ajili ya manunuzi. Kwa wastani tuna takriban trilioni 5 ambazo zinatakiwa ziende katika manunuzi, hasa kwa makundi haya niliyoyataja. Lakini kwa takwimu nilizoziangalia mwaka jana ni bilioni 30 tu zimeweza kutumika, ambazo ni chache sana kulingana na kile ambacho kinahitajika. Nashukuru nimepata taarifa ofisi ya mkuu wa mkoa mmeanza kufanya hivyo, lakini taasisi zote za kiserikali, ofisi za wakuu wa wilaya, ofisi za halmashauri, TANESCO, watu wa maji, kila taasisi ya serikali, sheria inataka utenge 30% kwa ajili ya vikundi hivi vya vijana ili waweze kutoa huduma katika taasisi zenu. Na tumeshaingia makubaliano na watu wa PPRA ili kuhakikisha wanaendesha makongamano na semina mbalimbali kuwasaidia vijana kujisajili katika mfumo ili waweze kupata hizi tenda pale zinapoweza kutolewa. Lakini pia ningependa kusema kwamba mkoa wa Mwanza ni miongoni mwa mikoa yenye fursa nyingi za kiuchumi kwa vijana, na hii inatokana na rasilimali zake za asili, lakini pia jiografia yake na nafasi yake katika biashara, hasa katika ukanda wa maziwa makuu. Mkoa huu una sekta mbalimbali ambazo zina uwezo mkubwa wa kutoa ajira na fursa za ujasiriamali kwa vijana. Kwanza tuna sekta ya uvuvi na uchumi wa bluu ambao umekuwa ni uti wa mgongo wa uchumi wa Mwanza, na mkoa huu upo katika mwambao wa Ziwa Victoria ambao linachangia zaidi ya 70% ya uzalishaji wa samaki, lakini pia na shughuli zingine zinazofanywa ndani ya maji. Sekta hii inatoa ajira kwa maelfu ya vijana katika shughuli za uvuvi, uchakataji wa samaki, usafirishaji, lakini pia biashara ya samaki na utengenezaji wa zana za uvuvi. Lakini pia pili, mkoa wa Mwanza kwenye eneo la kilimo na bustani ni sekta yenye fursa kubwa sana, hasa katika maeneo yanayozunguka Ziwa Victoria. Takriban hekta 140,000 zinafaa kwa kilimo cha mazao ya bustani kama mboga mboga, matunda na mazao ya biashara kupitia umwagiliaji, jambo linalowezesha uzalishaji kwa mwaka mzima. Lakini tatu, vijana, tunayo sekta ya viwanda na uchakataji ambayo inaendelea kukua kwa kasi sana hapa Mwanza, na hasa katika viwanda vya chakula, nguo, ngozi, vinywaji, lakini pia na bidhaa za chuma. Mkoa una malighafi nyingi sana kutoka katika kilimo,
mifugo, madini, lakini hata pia uvuvi, na hivyo yote vinatoa fursa kwa vijana kuanzisha au kuajiriwa katika viwanda vya kuongeza thamani. Lakini 4, kuna sekta madini ambayo pia ina nafasi kubwa na kutengeneza ajira sambamba na sekta ya mifugo, hasa katika ujasiriamali. Mkoa una rasilimali za dhahabu, almasi na chokaa pamoja na dini kubwa ya mifugo, hali inawezesha shughuli za uchimbaji, lakini pia biashara na uchakataji wa mazao ya mifugo. Lakini 5, tunazo fursa zinazotokana na maeneo mbalimbali ya kutoa huduma katika mnyororo wa thamani. Kutokana na nafasi ya Mwanza kama kitovu cha biashara katika ukanda wa Afrika Mashariki, vijana wana fursa katika biashara, wana fursa katika usafirishaji, wana fursa katika huduma za bandari, ugavi, utalii, katika maeneo ya maziwa, lakini pia hata katika maeneo ya teknolojia na ubunifu pia. Ndio maana mlipoleta maandiko yenu baada ya mkuu wa mkoa kuandaa kongamano ambalo lilifanyika hapa mwezi wa 12, nilipata taarifa walikuwepo vijana takriban 600, mkafanya kongamano hapa, na katika moja ya vitu mlifundishwa ilikuwa ni pamoja na kuwasilisha mawazo ya kibiashara, na yalitoka mawazo ya kibiashara kama 9 katika mkoa wenu wa Mwanza, na 3 tuliweza kuletewa pale wizarani. Tuliyachakata na tukaona kweli yako yanayotengeneza mantiki ya kuweza kusapotiwa, na kwa mwelekezo wa Mheshimiwa Rais na falsafa ya wizara yetu, kama nilivyosema, tunataka tufanye mambo kwa kasi. Tuliyapokea mwezi wa 12, mwezi wa kwanza tumeyafanyia kazi, na leo tumewaletea milioni 200 kwa wale vijana ambao tayari walikuwa wamewasilisha mawazo haya. Kwa hiyo leo tarehe 19 mwezi wa 2, kupitia ofisi ya maendeleo ya vijana katika mfuko wa maendeleo ya vijana, tutakabidhi jumla ya milioni 200 kwa vikundi. Kikundi cha kwanza kinaitwa kikundi cha Kitwima Youth Group. Wanasema hii ni nyota inayoangaza asubuhi. Mradi wao ulikuwa unajulikana kama mradi wa ufugaji wa kisasa wa kibiashara wa samaki. Wana idadi ya vijana 7 katika kikundi chao. Wanapatikana katika halmashauri ya Nyamagana, kata ya Luchelele, na watapatiwa fedha hizi kwa sababu ya kufanya shughuli hii. Tutawapatia vizimba 6 vya samaki, vifaranga vya samaki 60,000, chakula cha samaki hao na vifaa vingine vyote vinavyoendana na shughuli za ufugaji wa samaki wanaotaka. Dhamira yetu tunapotoa fedha hizi ni kuona mradi huu unasimamiwa vizuri, unaendelea, ili mara nyingine tukija hapa tuwe na ushuhuda wa matokeo mlioyapata. Lakini kikundi cha pili ni kikundi cha waendesha bajaji na pickup. Nao pia tutawapatia mkopo wa shilingi milioni 100, ambao kikundi chao kina jumla ya vijana 32 wanaopatikana katika wilaya hii ya Ilemela, wako katika kata Buswelo, na tutawapatia bajaji za mizigo 12 ambazo nitazikabidhi hapa leo. Tunafanya hivi ili kuendelea kuwaonyesha vijana huu ni mwanzo, ndio kwanza tumeanza. Kama kuna vijana wana mawazo, kama kuna vijana wanataka kufanya vitu, tupitie mchakato. Na nitoe wito, tunapokuwa tunaitwa kwenye makongamano na majukwaa kama haya, hapa ndipo tunapotengeneza fursa zile ambazo tunazitaka. Kwa hiyo ninaamini kaimu mkuu wa mkoa, hii haitakuwa mwisho, lakini mtaendelea kuendeleza majukwaa haya katika kuwapatia mafunzo, ili wale ambao wanaendelea kufanikiwa na tunaendelea kuwanoa ili waweze kupata sifa, waweze kupata fursa. Hizi ni fursa chache kati ya nyingi ambazo serikali itaendelea kuzileta kwa ajili ya vijana kwa mkoa wa Mwanza, lakini pia kwa Tanzania kwa ujumla. Niwapongeze sana vikundi viwili ambavyo vimepata, na niwatie moyo wale wengine ambao hawakupata. Haimaanishi kwamba hawatapata, lakini pia watakuwa na nafasi pia ya kuendelea kuboresha mawazo yao ili waendelee kupata hizo fedha. Mwisho lakini sio kwa umuhimu, ninapenda sana kumshukuru mkuu wa mkoa wa Mwanza na timu yake kwa uratibu mzuri na kufanikisha shughuli hii. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.